Karibu sana ndugu yangu, karibu sana mfuatiliaji wetu wa kila mara, tuko na wewe pamoja. Leo bwana, tunakukaribisha tena kwa mara nyingine. Tulipotea kwa muda kidogo, lakini tumerudi tukiwa imara kweli kweli. Tupo na Lowemamu, na Lowemamu atakupa mwongozo, atakuelewesha nini maana ya uhuru wa kifedha. Bana, unaweza kaamini mtu anaweza akasema labda uhuru wa kifedha ni kuchukua kahera na kufanya matumizi labda ya namna fulani nje, lakini uhuru wa kifedha kitaalamu utaambiwa, yani kielimu, yani unajua kielimu ya fedha. Tupo na Lowemamu, karibu sana. Asante Mr. Dula kwa utangulizi mzuri sana. Leo tutakwenda kuongelea mambo kadhaa, na hii nadhani kwa kuwa ni kwa umuhimu wake itakuwa ni video, itakuwa ni series ambayo itakuwa ni ndefu kidogo. Kwa hiyo tunaweza tukaenda part 1, part 2, part 3 na hata ikafika part 4 kwa sababu ya ukubwa na umuhimu wa hili jambo. Sasa leo kama ulivyotangulia kusema, tunakwenda kuzungumzia uhuru wa kifedha, au kwa lugha ya kigeni wanaita financial freedom. Vijana wengi tumekuwa tukistruggle namna ya kufikia uhuru wa kifedha, namna ya kuipata hiyo tunasema ni financial freedom. Sasa jambo kubwa ili uweze kufika kwenye uhuru wa kifedha, naweza nikasema jambo la kwanza kabisa unatakiwa uwe na maarifa, kwa sababu kitu chochote kile ukikifanya bila maarifa hauwezi kufika. Usipokuwa na taarifa sahihi itakuwa ngumu sana kuweza kufika kule unapotaka kufika. Sasa leo nataka nikupe maarifa ya namna ya kufikia uhuru wa kifedha. Sasa katika namna ya kufikia uhuru wa kifedha inatakiwa uzingatie mambo matatu. Jambo la kwanza ni kutengeneza pesa. Ni lazima ujue kutengeneza pesa. Lakini jambo la pili ni kuisimamia pesa. Jambo la tatu ni kuizidisha pesa au kuiongeza. Kwa tunaweza tukasema to make money, to manage money and to multiply. Ni lazima uyajue haya mambo matatu. Sasa unawezaje? Tuanze sehemu ya kwanza, unawezaje kutengeneza pesa? Katika maisha ya kawaida tunayoishi, katika ulimwengu tunaoishi, kila mtu anatengeneza pesa, si ndio? Yeah. Sasa unatengenezaje pesa? Unaweza kutengeneza pesa kwa kufanya kazi, aidha kufanya kazi wewe mwenyewe au kufanya kazi ya mtu mwingine. Njia ambazo unaweza ukazitumia kupata pesa, ukiachana na za kupewa zawadi labda kufanyaje, mimi nazungumzia njia ya kupata pesa ambayo itakuwa na muendelezo. Yes, unaweza kupata pesa kwa kufanya kazi wewe mwenyewe au kwa kuwafanyia watu wengine. Sasa na katika kufanya kazi hapa watu wamekuwa wakichanganya kati ya kazi na ajira. Kazi na ajira ni vitu viwili tofauti. Kwa sababu gani? Wazungu wanasema kwamba a job is what you do to earn a living, lakini a work is what you are created to do. Lakini wanasema kwamba kuna hapa, kabla sijaenda huko, kuna vitu vinne ambavyo watu wanavichanganya. Jambo la kwanza, kuna kazi, kuna ajira, naomba niweke kwa Kiingereza, kuna career, kuna calling. Yani kwa hivi, kuna a job, kuna career, kuna work na kuna calling. Ni vitu ambavyo watu wamekuwa wakivichanganya. Sawa? Sasa tuanze na kimoja. A job is what you do to earn a living. Sawa? Alafu your work is what you are created to do. Sawa? Alafu your career is what you are paid for. Alafu your calling is what you are made for. Kwa maana gani? Kwamba ajira ni kazi ambayo unaifanya ili uweze kulipwa kwa ajili ya malipo, si ndio? Lakini career tunaweza tukasema ni kama kazi ya kitaaluma, kama daktari, ile ni career, si ndio? Lakini calling ni wito ambao mtu amefanyaje, ameitwa. Kwa mfano watu wengi wanasema kwamba ualimu ni wito, si ndio? Lakini kitu kingine hapa, work, ambacho ndo nakizungumzia. A work is what you are created to do. Kazi ni kile kitu ambacho umeumbwa wewe ukifanya.
niliwahi kusema kwamba samaki huwa struggle kuogelea, si ndio? Kipepeo huwa struggle kupaa. Kwa sababu gani? Ile ni kazi ambayo ameumbwa haifai. Sasa wengi wamekuwa wakichanganya haya mambo manne, lakini njia nzuri sana ambayo inaweza kukutengenezea uhuru wa kifedha ulio mzuri ni kwa kufanya kazi. Sawa? Kazi ni kile kitu ambacho umeumbwa ukifanya, kwa sababu wakati samaki anaogelea, anakuwa huko anaogelea, lakini huko anakuwa anafanya kazi. Sawa? Ambapo inamsaidia kusurvive maisha yake, si ndio? Kwa hiyo ukipata kitu ambacho ni kazi yako ambayo umeumbwa uifanye, hata kupata pesa unakuwa unafanya bila kuchoka. Kwa sababu gani? Leo hii tuna wafanyakazi wengi ambao wameajiriwa katika ofisi mbalimbali, lakini wanakuwa na furaha ikifika Ijumaa kwa sababu ni weekend, lakini inapofika Jumapili jioni anaanza kuwa na depression. Ndio maana hata Marekani waliwahi kufanya research wakisema kwamba watu wengi sana huwa wanakufa kati ya Jumapili jioni na Jumatatu asubuhi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ile depression, msongo wa mawazo wa kule kazini. Sasa tusiingie sana huko. Ninachokizungumzia hapa ni kitu gani? Kwamba unaweza kutengeneza pesa kwa kufanya kazi wewe mwenyewe, kwa kuwa mjasiriamali, au kwa kuwafanyia kazi watu wengine. Kwa Kiingereza inaitwa entrepreneurship. Sawa? Kwa unaweza ukawa mjasiriamali, unaweza ukaanzisha biashara. Sawa? Unaweza ukaanzisha biashara ya kipaji chako wewe mwenyewe na ikakuingizia pesa. Unaweza ukaanzisha biashara tofauti za ujasiriamali na zinaweza kuingizia pesa. Lakini njia ya pili, unaweza ukaingiza pesa kwa kuwa mjasiriamali ndani ya kazi. Yaani kuna mtu anakuwa ameajiriwa, lakini unakuwa mjasiriamali ndani ya kazi, ambapo ukija kuangalia kwa vijana wengi sana wa Kiafrika na wa Kitanzania, wengi inapotokea tangazo la ajira, zinapotangazwa kupata ajira, watu wengi huwa wanawaza kwamba mimi nikiingia pale nipate mshahara wangu, maisha mengine. Anakuwa anajiwaza yeye kuliko kuiwazia ile kampuni, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakiomba maombi ya kazi. Yeye anakuwa anawaza kwamba mimi nikipata kazi, nikipata mshahara nafanya 1, 2, 3 ni kwa ajili yake. Anakuwa hawazi kuwa mjasiriamali ndani ya ile kazi. Faida ya kuwa entrepreneurship au mjasiriamali ndani ya kazi ni kwamba unaweza ukawa unapokea, yani utakuwa unapokea mshahara, lakini kwa kile ulichokifanya ndani ya kampuni, ule ujasiriamali uliofanya ndani ya kampuni, unakuwa unapata kitu inaitwa commission. Nitakupa mfano mzuri ambao unaweza utasababisha uweze kunielewa zaidi. Kwa mfano, unaiona kampuni ya Google. Kampuni ya Google wana kitu inaitwa Gmail. Ile Gmail haikuanzishwa na yule mmiliki wa Google. Ile Gmail ilianzishwa na bwana mmoja anaitwa Bwana Paul, ambaye yule ndo aliweza kutengeneza, alikuja na wazo la kutengeneza Gmail kwa ajili ya Google, ambayo mpaka leo hii ukija kuangalia kila mahali sasa hivi wanatumia Gmail. Kwa hiyo yule mfanyakazi sio kwamba tu anapokea mshahara wa mwisho wa mwezi, lakini pia anapata commission. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ile entrepreneurship, kwa sababu ya kuwa innovation, ya kuwa creative kwenye ile kazi yake. Kwa hiyo utakapokuwa entrepreneurship itakusaidia sana kuweza kutengeneza kiwango kikubwa cha pesa ambacho kitakusaidia kuweza kufikia uhuru wa kifedha. Ukija kuangalia mfano mzuri mwingine wa entrepreneurship ni kwa bwana Mark Zuckerberg, mmiliki wa Facebook. Wakati Facebook inaanzishwa haikuwa na like button. Ile like button ilikuja kugunduliwa na watu wa ndani mle, wafanyakazi, ambapo wale wafanyakazi wanapokea mshahara, lakini pia wanapokea na commission ya ile like button. Kwa hiyo unapokuwa ni mfanyakazi, usiwaze kwamba mimi nitakuwa kazi yangu ni kupokea mshahara tu. Kuwaza kuwa entrepreneurship. Kuna mtu aliwahi kunifuata akaniuliza, na mpaka sasa hivi ameajiriwa, alipata kazi kwa swali liloniuliza, alafu nikamwambia nenda kawaulize wale ile nini wasema wale ile panel, kwamba kawaulize swali fulani mwishoni, alafu uone watakwambiaje, ili kuweza kujiongezea max. Alinifuata akaniambia hivi, ananiambia kwamba kesho nataka kwenda kwenye interview. Ni swali gani ambalo ukanipa likanisaidia watakapo nikawauliza ile panel? Kwa sababu ni vizuri unapokuwa unaenda kufanya interview pia kuuliza maswali, waulize wale maswali. Wakimaliza kukuuliza maswali na wewe waulize. Nikamwambia swali utakalowauliza waulize, kati ya wafanyakazi wa aina mbili mnataka mfanyakazi wa aina gani? Number 1,
mnataka mfanyakazi ambaye yeye atakuja kufanya kazi na kupokea mshahara, au mtataka mfanyakazi ambaye atakuwa ni entrepreneurship, ambaye atapokea mshahara pamoja na commission? Anakuambia walivyomuuliza vile, wakamjibu sisi tutataka mfanyakazi ambaye ni entrepreneurship. Akamwambia basi kama ni hivyo, nadhani mimi hii ni njia sahihi, kwa sababu mimi ni creativity, lakini pia naweza kuinnovate vitu mbalimbali. Ni swali ambalo liliweza kumsaidia yeye akapata kazi. Kwa hiyo kama wewe ni mfanyakazi, usiwaze tu kuwa mfanyakazi wa kupokea mshahara unasubiri increment, kwamba wametuongezea kiasi fulani, wametuongezea kiasi, kwa sababu atakuja kuongeza kiasi anachoongeza sio kikubwa sana. Maana yake hapo ofisini ipo jambo unaweza kulifanya, ambalo unaweza kulifanya yes likawa kubwa na manufaa kwa kampuni, na manufaa yako wewe, kwa sababu utakuwa upokee tu mshahara, utakuwa unapokea na commission. Yes, hiyo ni jambo unaweza ukaifanya. Sasa tukaangalie ni namna gani, tumeshaangalia kwamba ni namna gani unaweza ukatengeneza pesa. Unaweza ukatengeneza pesa kwa kufanya kazi wewe mwenyewe au kwa kuwafanyia kazi watu wengine. Kuna mtu aliwahi kunitumia swali kipindi kile tunaongelea sehemu 10 za pesa ilipojificha. Alinitumia swali akasema, je, siwezi kutengeneza pesa kwa betting? Ni swali ambalo linafikirisha kwamba hawezi kutengeneza pesa. Kwamba siwezi kutengeneza pesa kwa betting. Mbona watu wengi wanashinda betting na wanatengeneza pesa? Kwanza tumwambie kabla hata hujamjibu, betting ni bahati nasibu. Na neno bahati nasibu maana yake unabahatisha. Mimi nataka nimpe mfumo wa betting inapofanya kazi. Betting inafanya kazi hivi. Kwanza nataka kusema hauwezi kutengeneza pesa kwa betting. Hata wale wanaotengeneza pesa. Dula, mimi nitakwambia nionyeshe tajiri namba 1 duniani ambaye ana beti. Duniani hakuna tajiri namba 1 ambaye ana beti. Wala Tanzania hatuna tajiri ambaye tunaambiwa ni tajiri kwa sababu ya nini? Ya beti. Ile ni pesa ya bahati nasibu, kwa sababu mimi huwa naamini hivi, pesa ambayo hauna hekima ya kuitengeneza, huwezi kuwa na hekima ya kuisimamia. Huwa naamini. Wow. Yaani pesa ambayo hauna hekima ya kuitengeneza, hauwezi kuwa na hekima ya kuisimamia wala kuizalisha. Kwa sababu betting iko hivi, unaona vile mtu ameshinda milioni 10, si ndio? Mpaka inatoka ile milioni 10, ni kwamba wao wanachokifanya huwa wanatoa 10% ya kile walichokipata. Kwa ukiona wamempa mtu milioni 10, ujue wao wamepata faida ya milioni 90. Kwa wanakuwa wameshinda milioni, wanakuwa wamepata milioni 100. Kwa wanachokuja kukifanya, watatoa ile 10 ndo watampa mtu huyu mmoja. Alafu watatoa milioni nyingine 10, sawa? Au milioni 5, alafu watawatafuta watu 20 watawagawia kidogo kidogo. Sawa? Alafu wanaweza tena wakatoa milioni nyingine 2 kumtangaza huyu aliyepata milioni ngapi? Milioni 10, ili waweze kurudisha tena pesa yao. Ndio mfumo wa betting unavyofanya. Yaani mpaka unaona wewe umepata pesa, kwamba yeye anakuwa amepata pesa zaidi. Kwa ukipata wewe pesa, ndio maana unaona mtu akishinda milioni 10 watatumia nguvu kubwa sana kumtangaza. Kwa sababu gani? Ili waweze kuwavutia tena nyie muweze muone kwamba inawezekana. Muone inawezekana. Sio kwamba inawezekana. Maana yake ule ni kama fuatilia Dula. Ni kama ujanja wa kibiashara. Huwezi kukuta madubwi yako maeneo ya Masaki, wala hizi betting offices ziko maeneo ya Masaki, ziko Mbweni, ziko Upanga, lakini wanacheza makasino. Tofauti. Zote ni betting. Utofauti wa tajiri na maskini kwenye betting ni hivi. Tajiri wanaenda kubeti ziada anayokuwa ameipata, anaenda kuspend. Lakini maskini yeye anaenda kubeti, yani ile ndo roho yake. Ndio maana wengine wakikosa wanajinyonga, anaenda mtu ana kipato, ana akiba ana kimoja, anaenda kubeti elfu hamsini. Na ndio maana wengi unasikia amejinyonga kwa sababu gani? Alibeti alafu akafanya nini? Lakini unaweza kusikia tajiri amejinyonga kwa sababu ya bet. Yule anakuwa anafanya ni spending. Yani kwa mfano kama wewe unapopata pesa, labda hii pesa nikale hiki anaenda kubeti ziada baada ya kuwa ameshawekeza, ameshaweka akiba, ameshafanya mambo yake ya muhimu, kwa hiyo anatumia kama spending kujiburudisha. Sasa sisi vijana wengi hawatumii betting kama kujiburudisha, wanatumia betting ili wapate kipato, wakati ni njia ambayo haifai. Betting wanaitumia kutafuta utajiri. Yes, wakati ni kutafuta hayo ni milioni 100. Unaona ni kitu ambacho vijana wenzangu utapata. Kwa betting ule milioni 100
haina shida, tuko pamoja na nyinyi. Ni kitu ambacho hauwezi kutengeneza pesa kwa betting. Alafu ni kitu ambacho kimewaathiri vijana wengi, wamekuwa waraibu kupitia hizo issue ambazo zinaitwa za betting. Sasa hiyo na nikuongezea hapo, betting pia imeongeza umaskini. Yes. Yani betting imeongeza umaskini, yani kwamba mtu anatafuta labda 10,000 akiwa ana target ya kubeti apate hela nyingi zaidi. Kwa hiyo inakuwa kila siku anatafuta ile hela, anakuwa anamtafutia mwingi. Kwenye betting kuna kitu kinaitwa rollover. Yani ile inawamaliza sana watu. Kwa hiyo unaweza ukaanza na 10,000 ukaweka, ukatafuta 15,000, ukatafuta fungapi, ndani ya siku 10 unaweza kupata 800,000. Sasa unatafuta siku ya kwanza unapata, siku ya pili unapata, si unalimbikiza. Siku ya 3, ya 4, ya 5, ya 6 unataka kutoa, kutoka yote shwa. Ndio. Unaanza upya tena kwa kuwa unaamini kwamba unafanyaje, unaweza kufika. Kwa hiyo ukiwalisia betting, ukibeti kama tu kusema ni ziada, unafanikiwa. Ila ukibeti kuwekeza maisha yako yote pale, lakini pia huwezi kufanikiwa kufikia kwenye malengo kwa beti. Mimi naamini hivyo. Wanafanikiwa matajiri, wanabeti. Matajiri wanabeti, matajiri wanabeti kwa any ni for leisure. Sio unaibeti kwa pressure. Umeelewa? Matajiri wanabeti for leisure, wanabeti for pressure. Kwa hiyo ni namna ambayo tumeona kwamba hauwezi kutengeneza pesa kwa beti. Mimi naamini hivyo. Utatengeneza pesa ya muda mfupi ambapo utakuwa, kwa sababu haukuwa na hekima ya kuitengeneza. Kwa hiyo utatengeneza pesa ya muda mfupi ambayo baada ya muda mfupi itakuwa imeondoka. Sasa hiyo ni hatua ya kwanza, kwamba tumeona how to make money. You make money by working, kwamba ufanye kazi wewe mwenyewe au ufanye kazi kwa mtu mwingine. Sasa hatua ya pili tuende tukaangalia how to manage money. Kama unawezaje kuisimamia pesa yako. Mtazamaji wetu, bila kusahau tunao wadhamini wetu wa kila siku. Tunao wanaotufanya sisi tunapendeza kama hivi, tupo sehemu tulivu, tunazunguka kwenye kakiti kama hivi. Hii bwana, wapo watu wanaotushika mkono, wanaendelea kutupigania, wapo na sisi muda wote. Bwana, mdhamini wetu mkuu ni Ash Plus Investment, anapatikana pale njia Panda Segerea. Yes, ukihitaji huduma za kusajili jina la biashara kama kawaida, unahitaji kufungua kampuni, unahitaji kufanya returns zote za TRA, returns za BRELA, unahitaji kufanya online application zote, ukifika pale unapata kila kitu. Unahitaji maombi ya passport, unahitaji visa, unahitaji kusoma nje, zote online application yanafanya kwa bei ambayo ni nzuri kabisa, ni affordable. Unaita kitonga, lakini ni yule tena. Ash Plus Investment anapatikana pale Gongo la Mboto, na ni wauzaji wa simu kwa jumla. Ukifika pale, utajipatia simu nzuri kwa bei ambayo ni nzuri kwa kweli. Kwa hiyo kwa wakazi wa Gongo la Mboto, Chanika, Ukonga, Majoe, Kivule, Matembele ya Pili, kote huko ukifika pale utajipatia simu ambazo ni Ulongoni, Kinyerezi. Hakuna haja tena, amna haja kwa ile nauli unayoitumia. Yes, bora ufike pale ambapo utajipatia simu ambazo ni nzuri kwa bei nafuu sana. Ni mdhamini wetu ni huyo Ash Plus Investment. Tumeweka mawasiliano yake hapo, utawasiliana naye na kupata kwa bei ambayo ni nzuri. Thank you. Kila mtu, kama nilivyokuwa nimetangulia kusema, kwamba kila mtu anapata pesa. Hata wewe leo hii Dula, hakuna mtu ambaye hapati pesa. Hayupo. As long as unaishi, kila mtu anapata nini? Anapata pesa. Inaweza ikawa kubwa au ikawa ndogo, lakini kila mtu anafanyaje? Anapata pesa. Sasa kupata pesa either ndogo au kubwa sio issue. Issue inakuja pale kuimanage ile pesa ambayo unakuwa umeipata. Sasa unawezaje kuimanage pesa ambayo unakuwa umeipata? Ili uweze kuisimamia pesa ambayo unakuwa umeipata, jambo la kwanza unatakiwa na kitu kinaitwa budget. Hata serikali ina budget. Haijalishi inaingiza kiasi gani, haijalishi inakopa kiasi gani, hata serikali ina nini? Ina budget. Lakini kutoka kwenye maisha ya kawaida mtu anakuwa hana nini? Ana budget. Na swali ambalo ukimuuliza mtu kwa nini una budget, atakwambia mimi bado sijapata pesa, sijapata hela nyingi. Anasubiri awe na hela nyingi, wakati Biblia inasema usipoaminiwa kwa madogo, hata makubwa huwezi kufanya. Kuaminiwa. Mimi naamini kama umeshindwa kuimanage pesa ndogo, hata ukipata pesa kubwa huwezi kuimanage. Kwa hiyo utakapokuwa na kitu inaitwa budget, itakusaidia sana kuweza kufikia kwenye uhuru wa kifedha. Budget ni nini? Kwa sababu watu wengi wamekuwa wakifikiria kwamba budget ni kutumia hela kwa kujibana, kuwa baili.
Yani kwamba mkuu wa baili ndo anamaanisha, maanake yani kwamba kama unaweza unaona una njaa unataka ule chakula cha 2000 ila kwa kuwa una budget bana ule chakula cha 500 au 500. Watu wanaamini hiyo, watu wanaamini ndio budget. Sasa leo hiyo sio budget, ni kujitesa na kujinyanyasa mwenyewe. Sasa twende tukaangalie maana ya budget kwa lugha rahisi, au in a simple way tunaweza tukasema kwamba budget ni kujua kwanza unaingiza kiasi gani, kwamba mimi ninaingiza kiasi gani, aidha kwa mwisho wa mwezi, kwa wiki, kwa siku au kwa masaa, ninaingiza kiasi gani. Lakini namba 2 ni kujua ninawezaje kuongeza njia nyingine za kuniongezea kipato za hiki ninachokiingiza, ninawezaje nikakizidisha. Lakini namba 3 ni kujua ninatumia kiasi gani kutokana na hiki ninachokiingiza. Lakini namba 4 naweza kusema ni kujua kwamba ninaweza nikawekeza kiasi gani, lakini pia nikaweka akiba kiasi gani. Kwa sababu gani? Utakapokuwa una budget itakusaidia kujua ninaingiza labda 1,000,000, matumizi yangu hayatakiwi kuzidi 500,000. Kwa sababu ukija kuangalia Parsons aliwahi kusema kwamba expenses always rise to meet income. Siku zote matumizi yako huwa yanapanda kufikia kile kipato unachokipata. Kwa usipokuwa na budget utajikuta kwamba ndo unakuta mtu ambaye ana budget ndo wale watu ambao wanalalamika kwamba mimi kila pesa ikija huwa sioni, kila nikishika pesa huwa inapotea. Hakuna pesa inayopotea. Kwa sababu gani? Iko hivi, usipoweza kuipangia pesa kabla haijaja mahali pa kwenda, siku pesa ikija itakupangia yenyewe mahali pa kwenda. Yani usipoweza kuitengea budget kwamba nikipokea milioni 1, nikipokea milioni 1, 10% nitatoa zaka, 10% nitawekeza, 10% nitaweka akiba. Usipoweza kuipangia hivyo, pesa ikija tu yenyewe itakupangia mahali pa kwenda, na marafiki zako pia watakusaidia kuipangia pesa yako mahali pa kwenda. Kwa budget sio kwamba ni kitendo cha kukudhibiti wewe maisha yako au kukubana. No, ni kitendo cha kujua unaweza kuingiza kiasi gani, unaweza kutumia kiasi gani, unaweza kupunguzaje kile unachokitumia, na kuweza kujua kwamba ninaweza kuingiza kiasi gani. Hiyo ndio tunaweza kusema ni definition fupi ya nini, ya budget. Na budget itaweza kukusaidia mambo mengi sana ukiwa umeweka budget, ambayo tutaenda kuangalia huko mbele. Kwa sababu gani? Kwa sababu pesa huwa ina tabia moja. Katika financial management principle inasema kwamba never spend it all. Usitumie chote kile, yani kwenye kile chote unachokipata usikitumie chote. Kwa sababu gani? Pesa huwa wanasema ni tripartite. Pesa imegawanyika katika makundi, imegawanyika katika sehemu kuu 3. Niliwahi kusema kwamba pesa ina roho, pesa ina mwili, pesa ina nafsi. Pesa ina roho, ina nafsi, ina mwili. Roho ya pesa ni hipi? Roho ya pesa inaitwa mammon. Sawa. Mammon ni ile roho ambayo mtu anakuwa nayo. Ulishawahi kuona dola mtu anakuwa nayo kwamba kila kitu anaongozwa na pesa. Yaani kuanzia hisia zake, matendo yake, yaani kuanzia hisia, vile anavyojisikia, matamanio yake, emotion zake zote zinaongozwa na pesa. Ndio ile mtu ambaye yuko tayari kuua ili apate nini? Apate pesa. Huyu anakuwa anaongozwa na roho ya pesa. Lakini pesa ina nafsi. Nafsi ya pesa ni thamani ambayo inapatikana kwenye marketplace. Na ile thamani ya pesa inakuwa inaathiriwa na vitu vingi. Kwa waliosoma mambo ya uchumi ndio utakuta pale kuna demand, sio kuna supply, sio kuna mambo kibao ambayo yanakuwa yanafanya pesa ipande, thamani ya pesa ipande, thamani ya pesa ishuke. Lakini mwili wa pesa ni ile ambayo ndo tunasema pesa ina mwili, ni ile 10,000 ambayo uko nayo, ni ile ATM card, ni ile zile nini tunaita ni zile checkbook, ndio mwili wa pesa. Lakini pesa hiyo imegawanyika katika sehemu kuu 3 tena nyingine. Pesa, kwenye kila pesa unayoipata kuna leo yako, kuna kesho yako, kuna jana yako, kuna leo yako na kuna kesho yako. Kwa kwenye kila pesa unayoipata, ukila pesa yote unakuwa umekula future yako. Unakuwa wewe ndio mchawi wa maisha yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu iko hivi, kwa mfano ni mtu ameajiriwa, si ndio?
umeenda kuajiriwa labda kuanza kazi, utafanya kazi kwa miaka 30, si ndio? Hawawezi wakakulipa pesa yote kwa wakati huu mmoja, kwa mkupuo. Au hata kama sisi hapa tunavyoishi hapa, hatuwezi tukapata pesa zote za maisha yetu kwa wakati huu mmoja, tutakuwa tunazipata kidogo kidogo. Kwa hiyo kila pesa yote leo hii unayoipata unakuwa umekula na nini? Umekula na kesho yako. Pesa inayokuja yote unayoona imekuja mkononi mwako, moja, inatakiwa ilipe madeni, zile bills zako za nyumba. Lakini mbili, inatakiwa ikave zile present bills za wakati huu, matumizi yako ya wakati huu. Lakini tatu, inatakiwa uwekeze kwenye kesho yako. Sawa? Kwa sababu kuna watu, kuna msemo umekuwa ukiendelea kwamba wanasema the future is bright, the future is bright. No, the future is not bright. Yani kama haujaiandaa, kwa sababu mimi kwanza naamini hakuna kitu kinaitwa future. Future ile ni ideology tu, ni watu wameweka kwamba future ni, ukitaka kuamini hilo Dula, miaka 10 iliyopita ningekuja sasa hivi 2026, ningekwambia kwamba Dula mwaka 2026 utakuwa hauna gari. Ungeniambia God forbid. Hapana, Mungu haepushie mbali. God forbid is not a prayer. Sio sawa ile kwamba eti Mungu anaweza akafanya. No. Kwa utakapokuwa umeiandaa future yako, itakuwa ni rahisi kuifikia na itakuwa bright kweli. Lakini usipoiandaa kwa, unajua kesho huwa inaandaliwa leo. Mtu anataka akifika kesho ndo aiandae kesho hiyo. Kesho inaandaliwa leo. Kwa hiyo usipokuwa na tabia ya, usipoifahamu pesa, usipokuwa na tabia ya kutunza akiba ya kuwekeza, hauwezi kufikia kwenye uhuru wa kifedha. Na hapo ndo tumeona kwamba how to manage money, tuko kwenye kipengele cha kuisimamia pesa. Na njia nzuri ya kuisimamia pesa tumesema ni kuweka nini? Kuweka budget. Lazima uweke budget. Usipoweka budget hauwezi kufika sehemu yoyote ile. Sasa sehemu itakayofuata tutaenda kuangalia faida za kuwa na budget, kwa sababu budget imekuwa ni kitu ambacho watu wengi wanashinda. Namna ya kuweka budget. Tutaenda kuangalia faida za kuweka budget, unawezaje namna sasa ya kutengeneza budget yako, kwa sababu kwenye kila pesa unayoipata hautaki kutumia pesa yote. Pesa inatakiwa igawanye katika mafungu matatu. Sawa? Inatakiwa uweke kwenye uwekezaji wako wewe binafsi, uwekezaji wa kesho yako. Lakini pia inatakiwa utoe, tutaenda kuangalia mambo mengi. Yaani kwenye kila 100% inatakiwa usigawe. Kwa sehemu itakayofuata tutaenda kuangalia mambo mengi sana, namna ya faida za kuweka budget, namna ambayo unaweza ukaweka budget, lakini pia ni mambo gani ambayo yanaweza kukusababisha usitoke kwenye budget yako. Yes, tutaenda kuangalia mambo mengi sana kwenye sehemu itakayofuata. Ni hayo tu Mr. Dula. Nadhani watu watakuwa wamejifunza vitu vingi sana na watakuwa wameenjoy. Mimi naamini tangu mwanzo mpaka sasa wamejifunza kitu kikubwa sana. Yes. Na kikubwa tu kwa kumalizia, budget sio kujinyima. Budget sio kujinyima. Wala budget sio ile anapata 1000 anahonga 700. Yaani unatakiwa kujua kwamba kwenye kila pesa yote ile unayoipata, hata kama ni 1000, iweke budget. Kwamba nijue shilingi 100 inaenda wapi, 200 inaenda wapi, 300 inaenda wapi, afu imebaki bia ngapi na yenyewe iende wapi. Hivyo ukiweza kuipangia 1000 leo, ni kuhakikisha ukipata milioni 10 utaweza kuipangia. Yes, iko hivyo. Basi asante sana kwa kutusikiliza. Hii ni tukua pamoja na Bwana Leo Mamu. Kwa hiyo tutakuletea sehemu ya pili. Itakuwepo sehemu ya pili, ya tatu, nadhani na ya 4. Yes. Kwa hiyo kuwa karibu nasi. Pitia hapa ndo nyumba.